Leo tunaadhimisha sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, au wengine wanasema Ekaristi Takatifu, au kwa Kilatini Corpus Christi. Kuna wazee mliosoma Kilatini, lakini naona hao ni vijana hawa. Sasa hii sherehe ya Ekaristi Takatifu inatualika kila mmoja wetu kutafakari kwa undani ile zawadi aliyotuachia Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo ni mwili na damu yake. Mafumbo haya ambayo tunaadhimisha kila tunapoadhimisha misa takatifu, na leo tuko hapa tunafanya kitu hicho. Lakini hii ni sherehe ya pekee ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kimsingi tulipaswa tuiadhimishe Alhamisi Kuu, Yesu alipokula karamu ya mwisho na wanafunzi wake. Lakini kutokana na upekee wa Alhamisi Kuu, fikiria Alhamisi Kuu ilivyo, ufanye sherehe kama hii, mfanye maandamano, afu saa 12 jioni ndio ibada ile ya kuosha miguu na nini, alafu wakati huo mkiweka kwenye Pasaka, basi ni kitu ambacho tunaona kwamba haitakuja vizuri sana. Kwa ndio maana sherehe hii kanisa likaipangia siku maalum kama ya leo. Sasa hii Ekaristi Takatifu tunaikuta katika maandiko na katika historia ya kanisa. Katika maandiko nina maana kama haya tuliyosoma ya leo, na katika historia ya kanisa nitawapitisha kidogo, muda si mrefu mtaona. Sasa tuone katika maandiko matakatifu ambalo somo la kwanza tumelisikia. Wahusika wakuu walikuwa ni akina nani? Watu wawili, na akina nani na nani? Semeni kanisa ndio. Wahusika wakuu katika somo la kwanza walikuwa ni nani? Kwa sauti walikuwa nani? Abrahamu na Melkisedeki. Ilikuwaje? Ukisoma ile sura ya 14 ya kitabu cha Mwanzo, ilikuwa hivi. Kwenye sura ya 12 Mungu alimuita Abrahamu kwamba aende nchi atakayomuonesha. Kumbe Ibrahimu alienda na ndugu zake na familia, lakini kati hao walioenda nao kulikuwa na mpwa wake, alikuwa anaitwa nani? Mpwa Abrahamu alienda naye alikuwa anaitwa nani? Loti, alikuwa anaitwa Loti. Sasa kadiri walivyokuwa naenda, kukawa na aina fulani ya kutoelewana au ugomvi. Abrahamu alikuwa na mifugo yake na yule Loti mpwa wake ana mifugo yake. Sasa wale wachungaji walipokuwa wanaenda kwenye malisho, si wanagombania malisho, mara wa ng'ombe wa Abrahamu mara wanafukuzwa, wa Loti mara wanaingia. Si unajua kama kwa mfano kama sasa hivi kiangazi tunaenda hali ngumu, kwa wachungaji na kwa shughuli, kila mtu mnakuta wanatafuta mahali pa malisho. Na ndio maana vurugu nyingi katika nchi zinazohusisha wakulima na wafugaji utakuta kipindi hiki. Lakini kipindi hiki cha kiangazi watu wanapeleka ng'ombe kwenye hifadhi, kwa sababu hifadhi si watu hawaendi na wanyama wale wa kawaida. Sasa kupeleka kule ndio unakumbana na askari wa wanyama pori ambao hawatakubali uharibu ardhi iliyotengwa na serikali kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ndio sababu. Kwa hiyo ardhi kwa wafugaji na wakulima ni kitu cha muhimu. Sasa Ibrahimu alipoona kuna ugomvi kati yake na mpwa wake yule Loti, kutokana na wale wafugaji wanaozitunza ng'ombe, akamwambia mpwa wake Loti, tutengane. Wewe ukienda kaskazini, mimi naenda wapi? Ukienda mashariki, mimi naenda wapi? Magharibi. Na kweli wakatengana. Sasa huko Loti alikoenda mpwa wake alipata matatizo. Ni kama walimteka, wakataka kumuua na kadhalika. Sasa Ibrahimu kula alikokuwa ikaamua achukue majeshi
aende kumkomboa mpwa wake. Sasa sijui wewe mpwa wako angelikuwa amevamiwa mahala anataka kuuawa, utaweza kwenda wewe? Amenyamaza, kumbe hamwezi kwenda. Utaweza kwenda? Naona mna kigumizi. Sasa Ibrahimu akaenda akapigana na wale askari waliokuwa wamemteka yule mpwa wake, akawashinda na akachukua hata sehemu za mali zao au mateka hivi vitu. Sasa alipokuwa anarudi nyumbani, anakaribia, huyu kuhani mkuu aitwaye nani? Melkisedeki akaenda akampokea. Alimpa vitu gani? Melkisedeki alipokutana na Abrahamu anatoka vitani pale, alimpa vitu gani? Mkate na divai. Mmesahau, alimpa mkate na divai. Baada hapo akamfanya nini? Akambariki. Na hii ndiyo kuonesha kwamba kuhani ni mtu mkubwa sana. Kwa hiyo ukilinganisha Ibrahimu na Melkisedeki, nani mkubwa? Melkisedeki. Mfano mimi siwezi nikaenda kwa katekista nibariki mzee Pondera kwamba nibariki. Inawezekana kweli? Au kardinali akaja kwangu eti nimbariki? Labda inatokea mara chache kama kwenye misa za upadrisha au nini. Ndio maana hata tungelikuwa na sala, naweza nikaendesha sala au fratiri akaendesha sala, lakini kama yupo Askofu Buduru, yeye ndiye anatoa baraka, sio John Kurwa, sio Father Mambo. Ni askofu. Kwa hiyo yule anayetoa baraka ni mtu mkubwa. Sasa hiyo inataka kutufundisha nini? Inataka kutufundisha kwamba kule kukutana kwa Melkisedeki mfalme wa Salemu na kwani wa Mungu aliye juu, yeye huyo Melkisedeki akimletea Ibrahimu mkate na divai, kumbariki kwa jina la Mungu aliye juu, huu ni mfano wa awali au mfano wa mwanzo au unabii utakao kuja kutimilizwa na Yesu mwenyewe. Yesu alijitoa sadaka, sio? Akafa msalabani. Na wakati wa karamu ya mwisho alitumia nini? Mkate na divai. Kumbe yule Melkisedeki ni kama alikuwa anaashiria Ekaristi Takatifu, karamu ya mwisho ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ataifanya, karamu ya mwisho. Sasa twende somo la pili, ndio toka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, sura ya 11 mstari wa 23 mpaka 26. Mtume Paulo anatuambia kwamba kulikuwa na mapokeo ya kanisa kuhusu meza ya Bwana, yani Ekaristi Takatifu. Anatuambia kuwa Ekaristi ni ukumbusho wa mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo anatuambia kwamba sisi tunaoshiriki mkate huu, mfano unaposhiriki misa hii ukakomunika na kunywa divai yake, tunatangaza kifo cha Bwana mpaka atakapokuja. Kumbe Ekaristi Takatifu au misa takatifu, tuelewane, si kwamba ni kitendo fulani cha kibila au kitu fulani cha kuwaleta watu pamoja, kama sasa hivi ni msimu wa tumbaku, wanavuna tumbaku na kuuza, kwamba ni watu wanakusanyika kwa kuuza tumbaku, chama cha msingi. Hapana. Kinachotunganisha hapa wote ni nani? Anayetunganisha hapa ni nani kwa sauti? Ni Kristo mwenyewe. Kumbe tunakuwa kitu kimoja na tunatangaza kifo cha Bwana Yesu, mateso, kifo na ufuko ule mpaka atakapokuja. Twende na Injili sasa. Injili hiyo ilikuwa ni nzuri. Wapo watu 5,000 na kimsingi wanasema walikuwa ni wanaume, wakati ule wanawake mlikuwa mhesabiki. Kwa kama hapa angelisema ni watu wangapi wamehudhuria misa ya pili, hapa pote labda wanaume kama 2 watatu ndio wangelichukuliwa wakahesabiwa. Na hapa pote wangelisema wanaume tena si wengi, labda 150 kiangalia. Kwa wakati ule, si unajua mfumo dumo uliokuwepo.
Sasa kwa hiyo kama walihesabu wanaume 5,000, wanawake hawakuhesabiwa, kumbe idadi ya watu waliokuwepo basi ilikuwa zaidi ya 5,000, si ndio? Sasa walikuwa na mikate mingapi na samaki? Sasa wanafunzi wake Yesu anawaambia wapeni chakula, wanasema hakuna chakula. Watu 5,000 unaweza ukawalisha kwa samaki wawili na mikate 5, si ndio? Wakasema labda twende kununua. Yesu akawaambia waketisheni katika makundi. Akachukua mkate akaubariki na divai akaibariki, alafu akawaambia waketisheni. Watu wote walipokula ile wakashiba, na wakabakiza yale masazo vikapu vingapi? 12. Sasa hiyo inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba Yesu Kristo au Mungu mwenyewe, huu ni muujiza wa ukarimu wa Mungu. Mungu ni mkarimu. Hata kama unacho kidogo, yeye atakifanya kiwe kikubwa. Na ndio maana huwa wanasema hivi, unapokuwa na kitu kidogo, hata ukimwomba mtu anapata mali pa kuongezea. Na Mungu unapoanza na kitu kidogo, yeye Mungu ndiye anakiongezea kinakuwa kikubwa. Maana yake nini? Fikiria kwa mfano, mtu ana mtoto wake, sasa hivi wanafunzi wa form 4 wamesha chaguliwa, nilikuwa naongea na wanafunzi naenda Weruweru, Arusha, Moshi kule na kadhalika. Labda anayo nauli kwenda hapa mpaka Moshi, tuseme ni shilingi 90 au tuseme 100,000. Akasema mimi nimepata 80,000 na tafuta 20,000, utashindwa kumsaidia? Haraka inakuja. Lakini akikwambia ni shilingi 100,000, sina hata senti 5, unaanza kuona sasa mimi 100,000 nitaitoa wapi? Labda utasema nenda kwanza utafute, au tutaonana kesho. Huwa nakaa hapa, kesho akija humkuti huyo mtu. Tuko pamoja? Kwa hiyo na ninyi wapendwa, kuweni na kitu ambacho mnapaswa kuanza nacho mbele ya Mungu. Kama ni sala, unaanza na sala. Sasa Mungu mwenyewe ile anakuja nafanya nini? Anaifanya inakuwa kubwa. Tuko pamoja wapendwa? Haya, nimesema Ekaristi Takatifu unaweza ukaidadavua kutoka maandiko matakatifu na katika historia ya kanisa. Nimemaliza sehemu ya kwanza ya maandiko matakatifu. Twende kwenye historia ya kanisa, chanzo cha Ekaristi Takatifu na hasa haya maandamano tutakayoyafanya. Tunaambiwa kwanza nirudi kwenye Alhamisi Kuu. Alhamisi Kuu ndipo kimsingi Ekaristi Takatifu ilianzishwa na Yesu mwenyewe wakati wa karamu ya mwisho, au wengine wanaita Last Supper. Usiku ule kabla ya mateso yake, Yesu alichukua mkate na divai, akavibariki, akawapa wanafunzi wake. Na ndio maana kwenye misa, kila misa lazima tutumie yale maneno ya Yesu. Akatoa mkate, akaubariki, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Alafu tunachukua divai, hii ni damu yangu, damu ya agano jipya itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hayo ni maneno ya Yesu. Sasa tangu hapo, yani kanisa la mwanzo baada ya Yesu kule kufa na kufuka, kanisa la mwanzo lilipenda kuadhimisha Ekaristi Takatifu kila Dominika kama leo linaadhimisha, lakini vile vile inaendelea na kusoma neno la Mungu zile jumuiya. Sasa nakuja kwenye kiini. Kama ulikuwa umesinzia, sasa amuka. Hebu muangalie ndugu yako kama anatafakari, amefumba macho, umsitue. Unajua wengine wanakuwa wamefumba macho wanasikiliza mahubiri ya padre. Geuka muangalie. Naona nyote mko vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tuone historia ya Ekaristi Takatifu yenyewe.
Kulikuwa na mtawa mmoja au sister mmoja huko katika nchi ya Ubelgiji, Ulaya. Yeye alikuwa na ibada ya pekee ya Ekaristi. Sasa kutokana na hilo, aliona maono mara kwa mara, mwezi wa dhahabu na doa jeusi katikati, ishara ya kwamba hakuna siku maalum ya kuitukuza Ekaristi takatifu kama inavyostahili. Tunaposema mtu anapata maono, unafahamu maana yake? Mtu kupata maono, anaweza akawa ametulia tu hivi, maono yanamjia, au amelala ikawa kama ndoto. Lakini ukiona vitu hivyo vinakujia mara kwa mara, kutakuwa na kitu fulani. Japo huwa tunakutana na watu wanasema ni maono, nimetokewa na Bikira Maria. Huwa hatuwapingi sisi. Unasema twende tu, unaona kama Bikira Maria atakuja kudumu muda mrefu. Mnakumbuka kipindi cha kikombe cha babu miaka hiyo? Kulikuwa na mama pale Makokola, akaenda kwa Padre Job yule Muhindi. Na mimi nimepata maono, ninatumia majani ya maembe, sio anachanganya na nini. Mtu akinywa kikombe hicho anapona ugonjwa wake wote ule. Kimsingi Father Job alikuja kwangu, nataka kwenda kwa baba askofu kumwambia juu ya tukio hilo. Okay, akasema nenda. Alipokwenda baba askofu alimuuliza kitu cha kwanza, huyo mama anapokea masakramenti? Akasema sikumbuki, labda kama alipokea zamani kabla sijafika. Askofu akasema ngoja tusubiri sasa. Lakini kuna watu walienda kunywa hicho kikombe. Kama uko hapa ukauke tu, maana unaweza kaibika, ufanye nini? Ukauke. Yule mama sijui Mungu aliyokuwa amempa maono alienda wapi na kikombe chake. Tukaja kusikia sehemu zingine za Tanzania, lakini watu walikuwa wanatafuta nini? Wanatafuta nini? Maokoto au si mpunga, wengine wanasema. Haya. Sasa huyu ndiye mama, huyu sister, huyu mtawa alikuwa anapata maono mara kwa mara, na akaona Ekaristi rangi ya dhahabu, lakini kuna doa jeusi, na maono aliyotafsiriwa ni kwamba hakuna siku iliyo ya pekee inayoweza kufanya nini? Kumtukuza au kuitukuza Ekaristi takatifu. Kumbe huyo mtawa akahamasisha maaskofu waanzishe sherehe hiyo. Sio maaskofu wa Afrika, kwanza wakati dini ilikuwa haijafika. Karne ya 13 Tanzania, Afrika tuko na dini, maaskofu wa kule Ulaya. Lakini karne ya 12 kimsingi mwaka 1264 Papa wakati huo Urbani wa 4 aliposikia juu ya maono ya huyo mtawa na hawa watawa wakamshirikisha, aliandika waraka wa kipapa, yani baraka ya kipapa kwenda kwa makanisa yote. Ilikuwa inaitwa kwa Kilatini Transisturus Hoc Moc Mundo. Sasa Kilatini naweza nikajiuma mdomo, ndio maana nakuwa papa. Na iliandikwa mwaka 1264. Ndani yake huyo papa aliagiza kwamba iwepo sikukuu ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndio maana unaona mpaka leo tunaadhimisha hii sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na baadaye Mtakatifu Thomas Aquinas akatunga nyimbo na sala za liturujia kuhusu hilo. Wanakwaya, wimbo gani ambao Mtakatifu Thomas Aquinas aliutunga huwa tunauimba? Mnapaswa kujua kuliko mtu yote. Na huwa tunaimba wakati wa maabudu. Tantum ergo or sakramenti kubwa hiyo. Sakramenti kubwa hiyo. Huo tungo na Mtakatifu Thomas kwa sababu ya hiyo Ekaristi takatifu.
Kumbe tunaelekea kumaliza somo hili letu. Kumbe lengo la sherehe hii ya leo, naomba tuelewane. Mtu asije anatembea barabarani anajirusha mara anasiribuka. Nilipokuwa Kiparapara walikuwa nasema kwamba walikuwa watu wanatembea na Ekaristi wanasensema. Mnajua maana ya kusensema? Ni kama mawingu yanapokuwa yanaenda hivi, ndio kusensema huko. Sasa hatutaki mtu kule barabarani anaenda na sensema. Au kana kwamba labda ni tukio fulani hivi tunataka haki zetu. Sio hivyo tafadhali. Tuko pamoja. Hii ni Ekaristi takatifu. Na kimsingi tutakapokuwa tunaandamana sio mahali pa kupiga story. Huwa naona wengine unaona achomoka naenda kwenye kioski ananunua juisi, wengine wanapiga simu. Yaani hapo unakuwa unaharibu ibada na unakuwa hujasali. Kwa tukimaliza hapa misa hii ya pili, tunaanza tunaandamana, tutatoka hivi kupitia huku kituo cha kwanza mpaka TMP. Ni kusali sana. Wanakuwa Mtakatifu Teresia wamebeba lingoma lao, wanapiga kwa moyo wa kiibada kwa utulivu mkubwa sana. Sasa kumbe lengo lake sherehe hii ni kumtukuza Yesu kweli kweli katika Ekaristi, na ndio maana tunapitisha barabarani hata watu waone, wakiona watauliza hivyo ni kitu gani, tunawapa majibu, lakini na sisi tunasali. Alafu nitoe angalisho. Jana nilikuwa jumuiya Mtakatifu Alois Gonzaga, na walinifurahisha sana kwa sababu jana nilikuwa natimiza miaka 21 ya ushemasi. Tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2003 nilala hapa kupata ushemasi. Kumbe nikasema niende nisali nao. Wakanishika na mkono na nini, mambo yalienda vizuri sana. Ila sasa nilipokuja kwenye consecration, nikashangaa. Wale walio kwenye mikeka mbele wamepiga magoti, wale wa nyuma wanaogopa nguo zao zitachafuka. Nikawapa ushauri, unajua huyu ni bwana mkubwa, ni Yesu, mpige magoti. Na wao walivyo watiifu wakapiga magoti haraka sana. Nikasema amen kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tu hata sisi tutakapokuwa tunatembea kule, ukipiga magoti mbele ya Yesu hautapoteza kitu. Lakini kwamba kwa mfano wanakwaya hawa wana nguo nyeupe au wale masista wana nguo nyeupe, wasipige magoti zitachafuka. Kwa mfano nguo yako mwanakwaya hii inaweza kuwa shilingi ngapi? Tufanye 50,000, sio? 50,000 na Yesu kikubwa ni kipi? Hata sisi wote hapa tukijichanganya, hata moja ya 100 ya Yesu hatufiki. Yaani kimsingi ni kupiga magoti, na ikiwezekana hata uso unaweka mpaka chini. Kama wale wamama wanakujaga kulala hapa siku za Alhamisi, wanalala. Kwa hiyo tumwabudu Yesu. Lakini lengo lake pia ni kuongeza ibada ya hadharani kwa sakramenti kuu. Hebu naomba turudie hiyo. Kufanya nini? Kuongeza. Rudia tena. Ibada ya hadharani ya sakramenti kuu kwa watu, lakini si kwa watu na kwenu. Kumbe kwa vile ibada imeongezeka, tutegemee siku ya Alhamisi kuabudu nje hivi. Unanitolea macho, ndivyo hivyo. Huwa tunakuja wa kutosha, lakini hapa huwa wanakuwepo wa Makokora, wa Ipuli, wa Cheyo na St. Teresa. Hapa si katikati, wanafunga ofisi, wanafunga biashara. Kumbe nyewe msiwe mnawaona, mnasema wanakuwa wengi. Kama nitaongoza Ekaristi takatifu Alhamisi, nitakuja nikikumbuka mwisho wa ibada ni watenge wataotoka St. Teresa hivi. Kati ya watu nao wakubali kwa kutumia muda wao kwa kanisa ni watu gani? Wanakwaya kwa wiki mnakutana mara ngapi nyewe Mtakatifu Teresia? Mara 4.
Kila mkutano ni masaa mangapi mnatumia? Kwa vyovyote ni mawili, hayo chini ya meza. Mnaanza saa 10 mpaka kwenye saa 12. 2 mara 4 ni ngapi? Hesabu ya darasa la kwanza. 2 mara 4. Kwa hiyo kila juma mnatumia masaa 8 kwa ajili ya Yesu. Sasa kama wanakwaya wanatumia masaa 8, iweje wewe risali moja siku ya Alhamisi unashindwa? Na wanakwaya wote, japo sina uhakika, Alhamisi wao wanafanya mazoezi yenyewe wanakwaya, kwa mfano wa Teresia. Mbona wasiwaoni hapa, naona wachache? Inawezekana kuwa mnaenda makanisa labda ya Makokora au Ipuli kubadilisha makanisa, sio? Sasa lengo la 3 ni kudumisha imani ya waamini na kuipyaisha, kuifanya kuwa mpya kuhusu uwepo halisi wa Yesu Kristo katika Ekaristi. Wapo watu wengi, na inawezekana na wewe unaweza ukawemo, ambao huwa na wasiwasi kwamba je, kweli yule ni Yesu? Tungelikuwa na muda na kakitabu kadogo hivi kana miujiza kama 40 hivi ulimwengu mzima ya matukio ya Yesu kujionesha katika Ekaristi takatifu. Mwingine pale alikuwa na sali, alikuwa na wasiwasi, ile hostia ile Ekaristi ikabadilika ikawa damu, na miujiza mengi. Sasa kwa vile leo sio somo hilo, labda nitalitengenezea mazingira au nilirekodi kwenye mtandao wetu wa YouTube, mmo mnaiona, nitakuja kuitengeneza, mtanikumbusha. Sasa vile vile ni kutoa muda wa kutafakari. Sasa kadri siku zilivyokuwa zinaenda, sherehe hii ilienea nchi za Ulaya kutokea Ubelgiji na nchi zingine, na sisi kaja mpaka huku Afrika, na leo hii ndio tunayoisherekea. Sasa tunamaliza mahubiri yetu. Ni mafundisho gani tunayapata sisi kama waamini wa leo? Hayo yote niliyoyasema unaweza ukayasahau, ila ninapoanza hapa ndipo palipo muhimu kuliko pengine. Yaani kwa kuwa na sherehe hii ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, leo tunapata mafundisho gani au ni kitu gani tunajifunza? Labda tungelikuwa na muda wa kutosha tungelizungusha maiki, ni kwa vile haipo ile ya wireless, tungelikuwa tunawapa na nyinyi mnasema. Haya, tuanze cha kwanza. Cha kwanza ni hiki: Ekaristi ni zawadi ya upendo wa Kristo kwetu. Naomba turudie. Turudie. Kristo hakutuacha tu na mafundisho yake aliyokuwa anafundisha, hapana. Alitupa nafsi yake yote katika fumbo la Ekaristi. Anakuwa nasi katika misa, anatufundisha, anatufariji, anatuburudisha kiroho. Tunajifunza kuienzi misa takatifu kama kisima cha neema. Kumbe tusilione tu kama jambo la kawaida. Narudia tena, unaweza ukacheza na kitu kingine, lakini sio misa takatifu. Ndiyo maana kama mlisikia wakati askofu mteule wakati ule Josephat Bududu anakula kiapo, ile masifu ya jioni, alisali kanuni ya imani akatiririka, alafu akafika mahali akasema aidha ule utii kwa Baba Mtakatifu, akaongeza tena sadaka ya misa takatifu na kadhalika. Kanisa Katoliki ukigusa Ekaristi takatifu unakuwa umeliangusha vibaya sana. Kama mtu akataka kuwa kanisa Katoliki acheze na Ekaristi takatifu, basi tunakuwa tumekwisha. Na ndiyo maana nitumie nafasi hii kuambia wale mnaosimamia misa, wale mnavaa mikanda ya jeshi ya njano hivi, sio ya jeshi, ni mikanda ile. Sio tunapokomunisha mnakuaga hapa hivi. Kwa nini mnakuepo? Kwa nini mnakuepo?
Na wewe mwenyewe mwanakwaya komunika, unakuta amekaa upandeni na mkanda, baada na kumulisha yuko upandeni. Kazi ya huyo mtu ni nini? Kusimamia, kwa sababu wengine wanakuja hawana imani. Kusimamia kwa sababu wengine hawana imani. Sio siku nyingi nakumbuka, siku ilikuwa ni mwaka jana, kulikuwa na mtoto alipokea, mtoto umri fulani hapo shule ya msingi, akaikamata Ekaristi akaenda kukaa. Sasa hapo kulikuwa na mama akamwangalia. Sasa alipomwangalia akashughulika naye. Sasa mimi nilikuwa naendelea, nikaja kukutana naye kule nyuma ya Ekaristi ya sakristia. Kwa sasa alikuwa naye, nadhani aliona shida kumleta huko juu. Unajua unaweza ukaleta tafulani, lakini alipashwa amlete kwa sababu wewe ukawa na Ekaristi huko. Lakini nilimshukuru. Sasa yule mtoto alikuwa anaipeleka wapi? Freemason apate fedha. Ndio maana tunapokuja kama jumuiya au kwenye masherehe kama ya upadrisho na nini, au kwenye msiba, huwa katekista na tangazaji wanaoruhusiwa kwa sauti kubwa, wale Wakristo waliojiandaa, tena Wakatoliki. Kumbe na wao sio kujiandaa ukaenda kupokea, utafanana na yule mtoto aliyokuwa naiba na yeye. Lakini kitu kingine, nyote mliangalie kabisa hapa, naomba hapa 99.9% tunapokea Ekaristi kwa mikono, na kikawaida yetu mkono wa kushoto unakuwa juu, wa kulia unakuwa chini. Nikisema mwili wa Kristo unaitikiaje? Sasa wapo baadhi yenu mwili wa Kristo anakaa kimya. Sasa mimi wanachukulia kama anauma au pengine ni kiziwi. Kusema ukweli, mimi wanachukulia hivi. Mwili wa Kristo, amina. Mwili wa Kristo nauliwe. Hiyo ilinitokea sikini Sikongo. Hii ni hatari sana. Sasa tuwe makini. Sasa katika hilo, unapomaliza kukomunika, huwa ile Ekaristi wakati mwingine inakuwa na vumbi au imekatika. Angalia vizuri kwenye mkono, kama kuna kipande, basi unakilamba kwa ulimi, sio unakimbia spidi kali utafikiri umemfuata na FFU. Tuko pamoja wapendwa? Mimi nadhani wanaopokea kwa mdomo 90% zaidi ya 90 Ekaristi hainani. Alafu na ninyi watumikizi bwana, hebu leta vile vile viswali vile ya kumshika. Sema frater ndio ndio njoo, ndio frater. Sasa frater njoo na hiyo karisi simboli hiyo ambayo haina kitu, alafu unafanya unakumlisha na hiyo mtumikizi anaweka hicho kisahani kufanya muone. Mtu unakumlisha hapo hapo. Haya, wewe Johnny ushike hicho kisahani. Sawa? Baki tu hapo. Haya, sasa wewe unakuwa nenda kama unakomunika. Sasa ukomunike kwa kutokea kule kusudi na wale wa kuone. Nenda kusudi. Sasa geuka sasa. Naona unachukua. Hebu geuka, pokea kwa hapo, sio kuangalia. Ukomunike ukiangalia. Haya sasa. Haya, unaona mkono aliyoweka, maana yake huyo chini ule wa kulia, ulio juu wa kushoto. Kwa hiyo fanya kama kuchukua kutumia, unaona anakuwa uko pamoja. Kwa tujitahidi katika hilo. Lakini kingine cha pili, tunaitwa kuwa watu wa Ekaristi. Turudie. Tunaitwa kuwa watu wa Ekaristi. Turudie tena. Tunaitwa kuwa watu wa Ekaristi. Kama Kristo alivyotoa mwili wake kwa ajili ya wengine, nasi tunapaswa kuwa watu wa kujitoa kwa wengine
kwa familia zetu, kwa maskini, kwa kanisa na kwa taifa letu tukufu la Tanzania. Tuwe watu wa huduma, watu wa kujimega, watu wa kujivunja kama ule mkate aliovunja Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa nyinyi huwa mnajitoa kwa ajili ya watu wengine? Haya. Kitu kingine tunachojifunza ni cha tatu. Tunapaswa kuwa na ushiriki katika misa. Turudie. Tunapaswa kuwa na ushiriki katika misa. Turudie tena. Tunapaswa kuwa na ushiriki katika misa. Ushiriki huo ni upi? Sala, mfano nasema sala na kuungania. Wote tunasali. Nyimbo wanakuwa yanatuanzishia wasiwe wanawatishia. Yaani sote hapa inabidi tuimbe. Nishaenda kanisa moja kule Usherisheri miaka kama 4 iliyopita. Kule bahari ya Hindi kuna visiwa, nilikuwa naenda kutoa mafungo kwa masista. Kulikuwa na somo parokia. Tukaenda na askofu wa kule na masista waliokuwa wamenialika kuwapa mafungo. Kanisa lao lilikuwa kama la kwetu. Kwaya ilikuwa kule juu. Yule anayepiga mkono mnamhitaji, conductor sio? Kama yule bwana William hapa alikuwa amesimama kama hapa. Anapigia mkono waamini hapo wanaimba, alafu anapiga mkono na wale watu wa kule juu. Kanisa wanaimba mpaka unafikiri vyo vitatoka bwana. Hicho ndicho tunachokitaka. Sasa nyie wanakwaya, na kwa vile ndio mmevaa sare, ndio mmezindua juzi, mnaimba alafu watu wanawaangalia. Na hasa sasa wale wanaokaa kwenye korido kule ndio wanacheza sana. Kwa sababu watu huku wanawaona na huku wanawaona. Tuko pamoja. Inabidi tushiriki. Na padre akisema mwili wa Kristo tuseme amen. Mwili wa Kristo amen. Naitikia. Tumalizie sasa. Ekaristi takatifu ni ishara ya umoja wa kanisa. Turudie. Ekaristi takatifu ni ishara ya umoja wa kanisa. Mara nyingine tena. Ekaristi takatifu ni ishara ya umoja wa kanisa. Ni umoja wa kanisa. Hapo ukiangalia kuna makabila mengi hapa. Nikisema tuanzie hapa kwa huyu mwanakwaya twende hivi. Kwanza mtu mwingine atataja kabila tangu uzaliwa hujawahi kusikia. Tuko pamoja. Lakini watu wa hali mbalimbali, kuna wazee, kuna vijana, kuna kina mama, kuna kina baba. Sema humu siku hizi tuna wazungu, wale wa SGR wachache walikuwa wanakuja kusali, Wahindi, mchanganyiko. Sasa ile Ekaristi kwa vile ndio inatuunganisha, inabidi tuwe watu wa moja, kuishi maisha ya mapatano, kuishi maisha ya msamaha, upendo, na sio chuki, fitna wala ubaguzi. Sasa kama una chuki na mtu, una ubaguzi, una fitna, hapa kanisani mahali pako. Una chuki, una fitna, una ubaguzi na mtu, nenda ukatubu. Lakini na mwisho tupokee Ekaristi takatifu. Hapo sitaki kusema mengi, tulishasema mengi. Wenye vikwazo vya kutopokea sakramenti tuvifanye nini? Tuviondoe. Mwisho, dakika moja sasa hivi tunamaliza. Ndugu wapendwa, waamini wa parokia yetu pendwa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, na wengine mliokuja hapa mmetoka safari, wengine mmetoka parokia nyingine, tukumbuke hili. Leo tunaposherehekea mwili na damu ya Kristo, tunamshukuru Mungu kwa zawadi hii kubwa. Tuitikie mwaliko wa Yesu aliyesema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kila misa iwe nafasi ya upyaisho, kujifanya wapya wa imani yetu na kushibishwa kwa uzima wa milele. Tuifungue mioyo yetu ili Yesu aingie ndani na kuitawala, na tuendelee kuwa waaminifu na waheshima kwa Ekaristi takatifu, ambayo hiyo Ekaristi takatifu ni kiini, yani mtima. Kwa Kiingereza it is the source, the axis, muhimili wa maisha yetu kama wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.